ya siku 5 inaanza rasmi leo katika eneo la Mlima Kenya kuweza kukagua na kuzindua miradi ya maendeleo. Lakini natupa nafasi kwenye awamu ya pili moja kwa moja tumeingia kwa sababu siku ya Jumane kama kawaida huwa tunazungumza kuhusu usemi wa viongozi wa kidini katika masuala ya taifa. Tayari tuna askofu, tuna mgeni wetu, na kwa faida ya wale ambao wanajumuika nasi kwa mara ya kwanza, ni vyema tuweze kumjua mgeni wetu ni nani, kutoka wapi, alafu tuangazie leo kuhusu hali ya taifa. Karibu sana askofu. Asante Newini, mimi naitwa Bishop David Waloho, natoka Webuye. Mimi ni mchungaji wa Nehemiah Worship Churches na pia naibu mwenyekiti wa Bishops Council katika kaunti ya Bungoma. Naam, karibu sana. Tujakuwa pamoja kwa karibu ya majuma mawili hivi, lakini naamini kwamba upo salama. Niko salama. Japo shughuli nyingi hapa na pale. Kabisa niko salama. Nilipoteza my sister-in-law. Pole. But progress is on for the burial April 9th. But tunaendelea vizuri. Naam, pole sana. Makiwa kwa familia. Asante. Karibu kwenye studio zetu za West TV. Asante. Tuangazie kidogo kuhusu viongozi wa kidini. Viongozi wa kidini ni nguzo muhimu katika uongozi wa taifa. Mnatuombea baraka katika taifa, mnatushauri katika taifa, na Wakenya wanahitaji kupata ushauri, wanahitaji kuzungumziwa. Manake Wakenya wengi, ukizungumza na Wakenya atakwambia tu mambo ni mengi ambayo yamekuwa magumu, hasa katika masuala ya uchumi wa taifa. Japo tukisikia kiongozi wa taifa akizungumza anasema kwamba mambo ya inflation. Amesema kwamba mambo ya inflation, jana ameguzia hilo kwamba alipoingia uongozini inflation ilikuwa at 9.2 lakini sasa imefika at 3.5. Ina maana kwamba mambo ya uchumi si mbaya, lakini kwa Wakenya wanahisi kama uchumi bado ni mbaya. Asante Winnie. Uchumi katika nchi ya Kenya, najua zingine kabla upate majibu mazuri lazima uwe na uchikaze, ufuge kamba, ulale njaa, lakini utakuwa unafanya kazi kwa kusawasisha mambo vile yanavyoendelea. Kama dini, na mimi kwangu mimi naona kwamba uchumi unaboreka, ingawa haiendi katika upesi, lakini ukiangalia dola vile imekuwa balanced, then unaweza kujua ya kwamba kuna jambo linaendelea ambalo litaweza kufaidi katika nchi ya Kenya. Naam. Kwa hivyo mambo ni pole pole. Mambo ni pole pole, lakini tuko na improvement. Kiuchumi. Asante. Kiuchumi tuko na improvement. Yes. Uende ikawa haionekani moja kwa moja, lakini ukijaribu kuangazia bei ya vitu tofauti tofauti vya kawaida kwa mwananchi unahisi kama si bei ghali mno kama ilivyokuwa pale awali. Kabisa, kwa sababu ukiangalia petroli wakati ule serikali iliyopita tulikuwa na petroli ende shilingi 200 karibu na 19. Lakini ukifika sasa hivi unapata tumekuja kwa 170, 180. So now there is that cap, a good percent imerudi chini. Naam. Turudi katika mazungumzo yetu ambayo tulikuwa tumekusudia kuweza kuyazungumzia juma lililopita, japo hatukuwa pamoja, lakini ilikuwa tuangazie moja kwa moja kuhusu hawa viongozi wa kisiasa tu. Manake kulikuwa na mkutano kule Nairobi kati ya viongozi wa kanisa la Kianglikana. Na wakati huo kulikuwa na mkutano ilikuwa ni siku ya Jumapili ambapo kuna baadhi ya viongozi walijikuta wapo kanisani na ikawa kwamba hawakupewa nafasi ya kuweza kuongea. Waliweza kutajwa majina tu kama vile wageni ambao wamehudhuria sehemu fulani, alafu sema kwamba fulani tuko naye hapa, fulani tuko naye hapa, na kuanzia pale ikawa kwamba kanisa la Kianglikana likawa limeweka sheria kwamba viongozi wa kisiasa hawatakuwa wanapewa nafasi ya kuweza kuzungumza katika madhabahu. Huu mkutano mingi upenda. Madhabahu imetengewa mchungaji ama kuhani wa kanisa hilo. Ni huwa tunafanya tu makosa ya kwamba zingine tunafika mahali tuna compromise mambo katika madhabahu. Isipokuwa kanisani kuna mipangilio mbalimbali. Watu wanatoa ushuhuda, kuna watu wanatoa matangazo,
na watu wanakuja kanisani watakapo, watu kutoka sehemu mbalimbali wanakuja kanisani, na tunapata pia wanasiasa wetu pia ni washirika wa makanisa, wanaenda kanisani kushiriki. Jambo ambalo limekera kanisa ni kwamba wakati kanisa linatumika kama ulingo wa kufanya siasa, kwa sababu wakati unaleta siasa katika kanisani inaweza kuleta mkawanyiko mbaya sana katika kanisani, na kanisa sio mahali pa kuona mkawanyiko. Tunaomba that's why unaona kanisa limefika mahali limeanza kuweka vipimo kwa wanasiasa wetu katika nchi hii, kwa sababu Kenya ukiangalia wanasiasa wetu ni kama wamekunywa siasa, na kumbe siasa uleweshi. So akitembea anaongea siasa, awe mahali pa kilabu anaongea siasa, akiingia kanisani anaongea siasa, anaweza ongea siasa hata akiwa analala usingizi anaota siasa. So ni kama ni mfinyo ambao wamekunywa wakalewa. Sasa nimewaweka katika kiwewe ya ulevi wa kisiasa. Yes, wamelewa siasa. Sasa kwa sababu ya hiyo kanisa linafika mahali naona makusudi ya kuwa kanisani imeanza kupatilishwa na wanasiasa. So ni bora kuwawekea vipimo ya kwamba pengine utasalamia tu na ukae mahali ulipo, na utakuja pengine mbele, utasimama tu kama mgeni na useme majina yako na ukae chini. Nafikiria hiyo inafanyika vizuri. Wengine wanasoma tu majina, unainua mkono kama umekaa chini. Na hiyo ni njia bora ya kusawazisha mambo kanisani, kwa sababu lengo la kanisa lazima lipaki. Naam, wajua askofu, viongozi hawa wetu wa kisiasa huwa wanakuwa na ujumbe wa kupitisha kwa wananchi kila wakati, na wanapenda kutumia makongamano kama vile ibada, kama vile mazishi. Kwa hivyo pengine kuna mambo mengi ambayo yanaweza kosa kufikia wananchi, wakati pengine huyu kiongozi amekuja kanisani, alikuja na ujumbe fulani kuweza kuwapitisha kwa wananchi, kwa sababu watu wengi wanapatikana kanisani, lakini akikosa kupewa nafasi pengine ule ujumbe hutawafikia wananchi. Hivyo ni ukweli, kuna ujumbe ambao unaweza kufikia wananchi wakiwa katika kanisani, lakini kwa sababu ya mambo vile yanatendeka katika sehemu mbalimbali, makanisa mbalimbali, na tunafuatilia pia, kwa sababu hawa wanasiasa ni watoto wetu, wengine ndugu zetu, tunawaelewa. Akiwa hapo unajua hiki ndicho jambo amekusudia, hili ndio jambo anataka kuongelea, ama pengine amekuja kukabiliana na mwingine ako hapo siku ile alijua huyu anaenda kanisani fulani, sasa waje niende nikaunda fight yeye. So tunawajua, na wakati tunawekea hao vipimo, si ati kwamba hatuwapendi, tunawapenda, na tungependa pia ujumbe ambao unaweza kuunganisha nchi ufikie watu kila mahali. Lakini wakati ambapo tunakuelewa, tunajua kwamba wewe huwezi kuleta ujumbe wa amani, ujumbe wa kuunganisha watu kanisani, then inakuwa vigumu sana sisi pia kupatia nafasi. na unaweza kutengeneza mikutano zako za kupitisha ujumbe pia. Kuna mitengo mbalimbali ambayo mwanasiasa unaweza kupitisha ujumbe mzuri na ukafikia watu na wakafanya kazi vizuri. Jana nilikuwa katika Machaha Technical Institute na mbunge wangu, and he passed a message of encouraging watu walete watoto katika chuo hicho, na mambo mengi yaliongelewa. So tuko na forum nyingi sana ambayo na ukitaka kufanya hivyo pia unaweza kuita wachungaji, kwa sababu wachungaji we are structured. You reach out to our leadership kama una interest na kuongea na wachungaji. Our leadership itatuita sisi wote kaunti nzima, tukae chini na uje utuongeleshe. Lakini sio mahali washirika wetu wako alafu wewe unaanza kuwakawanyisha katika kanisa. Pengine ingekuwa inafanyika prior tu, labda kama askofu mwanasiasa aje kupigia simu ama kupate kwambia askofu napenda kuja Jumapili kanisani, lakini sitakuja kuongea siasa na kuja kuongea kuhusu maendeleo. Pengine akikuarifu na kukutayarifu mapema kabla aje kanisani,
Sijui kama inakuwa ni vizuri ili wewe kama askofu unakuwa na taswira ya kile ambacho yule kiongozi atakuja kanisani kuweza kukizungumzia. Kwa hivyo unakuwa na nafasi ya kumpa pengine kumpa nafasi ya kuongea kanisani akija Jumapili. Maana yake unajua kwamba alisema hata kuja kuongea kuhusu mambo ya siasa, lakini atakuja kuongea kuhusu maendeleo ambayo yanahusu wenyeji wa eneo hilo pengine. Hilo ni jambo mzuri, kwa sababu kuna makanisa nyingi unapoingia pale kwenda, hata wewe ukiwa mhubiri umealikwa na hawajakujua vizuri, kabla hujapewa madhabahu kuhubiri, utaitwa kwa ofisi na kiongozi wa hiyo kanisa anataka kujua mafundisho ambayo unaenda kufundisha. Utaipeana yale mafundisho kwa ufupi ili aielewe kabla kuruhusu kuhubiria watu, kwa sababu tuna makanisa mengi wanafundisha heresies. So everything everywhere tuko tunawekewa viwango, na sio makosa kama mwanasiasa atamchulisha kiongozi wa kanisa fulani mapema jambo ambalo angependa kufanya. Tulikuwa na COVID na tulitembeanga na wanasiasa kwa makanisa zetu kutusaidia kusensitize community mambo ya COVID. Hiyo ni jambo mzuri. Kusensitize community mambo ya SHA, hiyo ni sawa, lakini sio wakati unafika kanisani wewe unamlenga Winnie, kwa sababu Winnie is your competitor. Hiyo hatutaki, kwa sababu washirika hawa they will take sides and politics is divisive. Hatutaki washirika wetu waingie katika hali ya kukawanyika. Naam. Na viongozi hawa wa kidini pia wiki iliyopita kuna baadhi ya viongozi walizungumza kuhusu umesema kwamba kuleta mambo ambayo ni ya maendeleo, kuweza kuhamasisha umma pengine kanisani, nasema kwamba ni jambo la busara, ni jambo muhimu. Lakini wiki iliyopita wajua hii mfumo mpya wa afya ambao tunaitumia, mfumo wa afya ya kijamii wa SHA, umekuwa ni mfumo ambao umezungumziwa askofu kwa muda mrefu tangu ulipoingia kuchukua nafasi ya NHIF. Wakasema kwamba hii ni mfumo ambao inalenga kuwafaa wa Kenya, ni mfumo ambao unalenga kuwajumuisha wa Kenya wote, ni mfumo ambao utakuwa ni bei nafuu kuliko ule mfumo ambao ulikuwepo. Lakini ukiangalia Wakenya wengi wanatoa a lot of complaints kwamba mfumo wa SHA hauwasaidii, kwamba mfumo wa SHA uko na changamoto nyingi. Kwa sababu saa hizi ukienda kutibiwa chini ya SHA kuna kuwa na referral, kwamba wewe kama askofu pengine umeugua, labda haujalazwa moja kwa moja, lakini unahisi maumivu, ukienda kwenye hospitali ya karibu kule ambako unaishi, lazima mwanzo uanze na hospitali ndogo ambayo iko pale. Ndio ukienda kutibiwa pale upewe ile referral. Ndio ukienda kwa referral hospitali nyingine pengine wahisi kama hali yako si sawa wa kurefer tena kule kwingine. Wakenya wanahisi kama ule mchakato mzima si sawa, kwa sababu magonjwa haingoji, hali ya kiafya pengine haingoji. Na hata wiki iliyopita kuna baadhi ya viongozi wa kidini walisema kwamba kama serikali imeshindwa kutekeleza mfumo wa afya ya kijamii wa SHA, iweze kufutiliwa mbali kwa sababu haijajipanga. Manake hata Wizara ya Afya yenyewe imeshuhudia mabadiliko, kwamba amekuwepo Susan Nahumicha ametolewa, ameingizwa pale Dibora Barasa Mulongo ametolewa. Sasa tuko na Aden Duale ambaye jana tulikuwa na siku ya Jumapili muungano wa madaktari KMPDU kupitia mwenyekiti wao na kupitia katibu wao ulizungumza kwamba hawana imani hata na huyu waziri mpya wa afya ambaye, kwa maana Wizara ya Afya imekuwa like something else. Asante Winnie. Okay, hiyo mambo ya SHA inafanya kazi. Mimi niko na hospitali na SHA inafanya kazi. Hospitali ya kibinafsi? Yes, SHA inafanya kazi. Na pia niko kwa board ya district ya Webuye, ama board member, na SHA inalipa pesa. Mambo ni kwamba vile unasema referrals kutoka hospitali za vijijini kule, alafu those referrals hizo ni mambo ya kawaida ambayo inaweza kujadiliwa na ikaweza kurekebika. Lakini tuliona pia hospitali za referrals ni chache mno, na kwa sababu ni chache unapata ya kwamba kuna mtu ana homa anaenda huko na anaenda kukumbana na watu ambao wana magonjwa yale mabaya. Sasa kama alienda na homa atatoka huko pia na magonjwa mengine kwa sababu ya congestion. So walitumia hiyo njia kupunguza congestion katika hospitali makubwa, sababu watu wengi wanataka kuenda kwa hospitali kubwa sababu wanafikiria kule ndio tuko na madaktari ambao wamehitimu vizuri.
Sasa unapata ya kwamba yale mahospitali yale madogo kule ndani ambao zinaweza kuwasaidia, hawajajua, kuna watu wengi hawajui kwamba kuna mtu amepitia training na yeye anasimamia health center. Wanafikiria kule peke yake ndio madaktari wako. Health center hii inatiwa shaka na msimamizi, kwa sababu pengine msimamizi ni jirani yako. Kwa hiyo una imani na yeye kwamba atakupatia matibabu ambayo inafaa. Yeah. Sasa unaona afadhali uende kule, kwa sababu wewe hapa wewe unaona yeye umemzoea, unakutana pale, wewe ni majirani, umekombalia mipaka. Sasa unapata ya kwamba wewe hauna imani na yeye, unataka kutafuta hospitali kubwa ndio upewe matibabu mazuri. Naam, nashukuru Askofu, umezungumza kwamba wewe una usimamizi wa hospitali. Yes. Na unahusika moja kwa moja katika usimamizi wa hospitali ya Webuye. Yes. Na pia una hospitali ambayo inashughulikia watu. Na wakati mmoja miezi miwili inaelekea kule nyuma, kuna vile muungano wa hospitali za kibinafsi walikuja pamoja. Wakasema kwamba hawatatoa matibabu chini ya mamlaka ya SHA mpaka walipo deni ambalo walikuwa wanadai bima ya NHIF. Sijui wewe umesema kwamba unafanya kazi katika hospitali na SHA inafanya kazi vizuri na watu wanapata matibabu chini ya SHA. Sijui kama wewe hukupitia ile changamoto kwamba kuna deni ambalo ulikuwa unadai kwa serikali kabla ule mfumo wa afya uweze kubadilishwa kutoka NHIF na kuingia SHA. Huo mfumo tulikuwa na deni. Hata mimi nilikuwa na deni, kwa nimepakisha huko pesa mingi tu. Lakini nilijua process iko. Na deni itafanya nini? Italipwa. Hata kabla hawajafanya hivyo, sasa zingine tungekaa miezi kadhaa au jamaa hawatulipi pesa. Ilikuwa mfumo pia ya kusumbua. Sio ati SHA na hiyo iko tofauti sana. Lakini hiyo NHIF ilikuwa ya kusumbua sana. Na ilikuwa na lot of corruption. So for me, kama SHA itaendelea vile iko inafanya, then itakuwa bora kidogo tu kuliko NHIF, kwa sababu hawa watakulipa wakati wa kulipa ikifika, they pay, but not NHIF. NHIF utaongoja hata miezi 5 haujalipwa pesa. So zile pesa walikuwa wanaongea they were arrears ambazo zilikuwa na hospitali zinaongojea, na nafikiria wameanza kuachilia hiyo pesa, wanalipa watu. Na nimesikia waziri mpya wa afya Adan Duale akisema kwamba imeanza kushughulikiwa, malipo yameanza kushughulikiwa. Amesema hivyo. But afya Kenya ni mlima ya ajabu sana. But also tunaangalia serikali. Unajua President Ruto, he picked politicians kumsaidia kudimiza nini haki zake. If I give you a job and I'm a politician, ninatarajia machibu ya siasa, kwa sababu mimi ni mwanasiasa. Sasa wewe unapick, unaenda unachukua na kumicha, unamweka kwa ofisi. She's a professional, si ndio? Yeye akifika hapo, and this is sio wengine, sio community nyingine, naongea juu ya community yetu ya Magharibi. Mlembe Nation. Yes, community yetu ya Magharibi. Wewe wakati unapewa kazi, you become an executive. Unasahau kwamba mwenye alikuwa kwa hiyo ofisi ni mwanasiasa na anatarajia majibu ya kisiasa. Unaleta Dibora, unamweka kwa ofisi. Shida ambayo tuko nayo is our senior leaders don't advise them. Hawakwambii kwamba wewe umeingia katika ulingo wa ofisi ya siasa, na mwenye amekupea hii kazi anatarajia majibu ya kisiasa. I want to give you an example. Enda saa hii tembelea ofisi yenye the present minister wa mwenye amepewa health ametoka. From the sweeper to the top, wanaongea lugha moja. Why? Because anatumia hii ofisi kuunganisha the authority to his community. Unanisikia vizuri? Ukipewa ofisi ya kisiasa, wewe hakikisha ya kwamba mwenye alikuweka kwa hiyo ofisi unamuunganisha na mpiga kura. Kwa njia gani? Bring your people there. If you cannot bring your people, alafu
unatarajia utakaa kwa hiyo ofisi. I tell you really, you'll be lying to yourself. You will not stay. Tutakufuta ama tukuhamishe tukupeleke mahali popote tunahitaji unapaswa kukua. Shida ya leaders hawa wetu, watu wetu wenye wanakuwa appointed from Western, hawajui kwamba ofisi ambao wanashikilia ni ya kisiasa. Wanatakikana warudi nyumbani, walete vijana kwa zile ofisi, watu nyumbani waanze kuwapigia makofi, waseme mtu yetu ni mzuri, president ni mzuri. Hawa wanataka wakifika kwa ofisi wanaweka tai, wanaweka simu kubwa kubwa, wanaanza kuwa executive, wanaperuka kwa kiti. At the end of the day, huyu mwenye alikupea kazi akiona haumsaidii, na hata akikuja Bungoma haushabikiwi, nena anaenda kufuta kazi. Hiyo ni siri na kuibia leo, kwa sababu mimi mambo ya siasa, my father he was a genius in politics, and I learned a lot when I was a small boy. Alinifundisha mambo mengi sana. Sasa politics, hawa wetu wanapewa kazi lakini hawataki kusaidia mwenye anawapatia kazi. So unavutwa. Duara amepewa, give it 5 months and you go in that office, you will be shocked. So mwenye ucheza vema utuso bana. Hivyo ni kutokujipanga kwa baadhi ya viongozi wetu kutoka eneo la magharibi ambao wanapewa nafasi ya kuweza kusimamia wizara tofauti. Lakini umesema askofu vizuri kwamba unaenda pale, kwa mfano wewe ni askofu alafu umepewa kwa mfano inaitwa tume ya kupambana na ufisadi nchini. Yes. Kwa mfano leo umepewa kwamba askofu waliko tunakupa hii nafasi kwamba wewe utahakikisha kwamba ufisadi haupo nchini, utadili na viongozi wa ufisadi, kwa sababu tunaamini kwamba wewe ni kiongozi wa kidini, una hekima ya kiungu ndani mwako ya kuweza kuona kwamba watu hawafai kutumia vibaya rasilimali za umma. Inafaa ifanyike kwa njia ambayo inafaa. Kwa hivyo ukiwekwa pale, sidhani kama wewe kama askofu, kwa sababu ndio unataka kukua answerable to your sir ambaye ni kiongozi wa taifa ama kiongozi yeyote yule, utafanya kazi kulingana na vile ambavyo inafaa ifanyike. Utakabili wale wafisadi kwa njia ambayo inafaa, kwamba wewe ni mfisadi ndio aweze ushahidi umepatikana aweze kukabiliwa kama mfisadi, ama utafanya namna gani sasa? Aje nikuuliza, tulikuwa na kiongozi wa kusimamia idara ya uchunguzi kutoka magharibi, tukawa mwanasiasa aliiba maiti Kenya, alifungwa. Ushahidi haikutosha. Ushahidi haikuwepo kwamba kweli alifanya. Ilikuwepo. Koti ilifanya uamuzi. So this is Kenya. When we approach matters, when fanya Kenya mambo kulingana vitabu, hapana. Unafanya vile wewe utajisaidia. Lakini kulingana na vitabu wewe okay, if you want to do things according to the books, you do it. But how long? You won't last. Yes, you won't last there. Yaani unataka kuniambia Nakhumicha alishindwa kazi? Ama Dipora alishindwa kazi? Kulingana na baadhi ya viongozi wanahisi kama walikuwa na utepetevu, kwamba hawakufanya ile kazi vizuri. Hawakujielewa wakati walikuwa kwa hiyo ofisi. Walisahau kwamba hii ni ofisi ya siasa. So wakasahau kwamba watakana kufanya kazi kisiasa. Ili Western ijue wako na waziri wa siasa wa afya. Western yote. Ukipita Western, kila mtu anashangilia, anasema wewe ni wetu. Something that has never happened. Na hiyo ndiyo inaathiri hawa viongozi wetu wanapewa kazi na serikali. They don't last. Because they don't know how to navigate in it. Hawajui. Sasa sijui nini kinafaa kufanyika, kwa sababu wajua
baada ya pengine kuweza kuhamishwa, manake kama Nakhumicha alisimamishwa kazi kwa sababu hiyo wakati ule ile cabinet yote iliweza kupelekwa nyumbani, wale mawaziri wote walipelekwa nyumbani, alafu wakarudi kuwa nominated again, alafu wakaja tena, wengi wakarudishwa katika nafasi, wengine wakapelekwa wakahamishwa wakapewa nafasi zingine, na Nakhumicha alikuwa mmoja wa watu ambao alisalia nyumbani kwa muda mrefu. Lakini juzi baada ya kuwepo mazishi katika kaunti ya Trans Nzoia ya aliyekuwa mwenyekiti wa IEBC, viongozi wengi walikuwa kule, hata president wetu alikuwa kule, na baada ya muda mfupi akawa ametangaza nafasi zingine, akafanya reassignment appointment, na Nakhumicha mtoto wetu akaanza kurudi na akapewa nafasi nyingine. Japo unajua kwa hiyo sijui mimi that previous week alikuwa huko Nyanza, alikuwa anafanya campaign ya SHA. Sasa aliamua kuingia kwa siasa. If you listen to her very well, akakwambia hii SHA ni my child brain, my brain child, please embrace it. Akaenda Nyanza akapiga. Sasa wewe umeona mtu anakufanyia kazi kwa njia hiyo, lazima umwaward. She was awarded kwa sababu kazi yenye alikuwa anafanya. Previously hakujua hiyo. Sasa akija nyumbani anapata wasee kama sisi, tunamwambia wewe ulipewa kazi lakini ukalala. Ndio hii. Anza kufanya hii kitu ikuwe political, utapewa kazi. So pana haja wakati wizara zinapeanwa, kwa mfano kuna uhamisho, kuna reassignment na appointment, pana haja kuangalia mtu kwamba sasa mimi niangalie kwamba mimi ni mwanahabari kitaaluma. Yes. Na labda rais leo ameamua kunipa nafasi anipe masuala ya information communication and technology. Yes. Ama nipewe tu wizara yote, manake sasa pengine na uwezo ule wa kuzungumza kisiasa. Nikienda mahali napiga debe kweli kweli kuhusu agenda ya serikali. Nasema kwamba mbolea iko ya kutosha, na mkulima huku mashinani anasema kwamba mbolea kupanda mimi sijapata. Lakini mimi nikienda pale nasema kwamba mbolea ya ruzuku iko kwa wingi sana, inalala kwenye magala ya NCPB. Lakini mkulima hapa mama mashinani huko anasema nilienda kwenye NCPB sijapata mbolea, nimekanyanga huko wiki 3 sijapata mbolea ya kupanda. Sasa unajua tuko na uongo ambao unaweza kudhibitishwa na tuko na uongo ambao hafanyi hivi udhibitishwe. So itabidi ujue ni which one, kwa sababu ukiamua kuingia kwa siasa lazima ujue uongo wa kudhibitisha na uongo sio thibitishwa. Sasa wewe lazima ukifanya hiyo siasa yako, kuna ile ya kudhibitisha na kuna ile yenye haiwezi kudhibitishwa. So wewe ukifanya mambo ya mbolea lazima pia ujue mbolea iko ama haipo, kwa sababu kule inaweza kuwepo lakini tuko na corruption. Unaweza kwenda kule mbolea unapata lazima uongane, ama unataka kuchukua mifuko nyingi na wamesema unachukua mifuko 5. So lazima ujue mambo yenye uko unatumia. Fanya utafiti kabla ya kusema. Yes. Unafanya utafiti. Bure utaleta shida. Naam, sasa Wakenya wakati mwingine wanashindwa kwa sababu ni kama wanahisi kama kila kitu hakiendi sawa. Kila kitu hakiendi sawa. Kwa mfano kama umesema kwamba mtu akipewa nafasi anafaa kujua kwamba hii nafasi ndio niko pale kuweza kuwahudumia Wakenya katika nafasi ya katibu mkuu, katika nafasi ya waziri. Lakini pia nafaa kujua kwamba lazima niwe na uwezo wa kusukuma agenda ya serikali. Yes. Sijui kama hii inachangia moja kwa moja kwa sababu wakati aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua alipong'atuliwa mamlakani kumekuwa na mabadiliko makubwa, na watu ambao walikuwa wanamuunga mkono wengi wao katika nafasi nyingi unakuta kwamba wameweza kutolewa. Nafasi nyingi sasa zimekabidhiwa watu ambao wanaonekana kuunga mkono serikali na wanaonekana pia kuunga mkono aliyekuwa waziri mkuu
Raila Amolo Odinga ambaye sasa hivi ametulia, amenyamaza, alienda kule AUC kiti akaweza kukosa kura ya kujazia, lakini akarudi hapa na amepewa nafasi nyingi tu katika mambo ya wale wa kusimamia kamati mbalimbali. Unakuta kwamba juzi mabadiliko yamefanywa, watu wengi tu kutoka upande wake pia wamepata nafasi ya katibu mkuu na katibu ya kuwa katika wizara tofauti. Sasa ndio hiyo wini nilikwambia, lazima ujue hiyo ofisi ambayo unashikilia ni ya siasa. And that's why unaona Gachagua when alipokuwa katika ofisi hiyo akitembea mlimani ungesikia nderemo. Ni kweli? Ikikuja kwa recruitment angeuliza rais, hii tuna share. Yeye alikuwa anatumia neno shares. So I gave you give me half because I gave you a half. Sasa that is why anashadikiwa mpaka leo, na ndio umeona the government has spent a lot of time hata rais kutembelea wapi mlimani, because that was the man that was linking with the president and his community. Zile opportunities alipata zilisaidia community yake. So wakati alitolewa walifeel more opportunities hazitakuja. Paka leo walichukua mtu kutoka huko, lakini paka leo watu wangali wanaona nani Gachagua. And that's why nikikwambia ofisi ambayo unapewa na president lazima uitumie vizuri. Hata afadhali uandike watu paka ufutwe kwa sababu umeandika watu, na ushabikiwa wapi? Nyumbani. Kwa sababu akisikia unashabikiwa atakuja kutafuta, kwa sababu wewe uko unachenga daraja kati yake na watu wako. The politics is about interest. Yes. Kwa hivyo anaangalia. Yeah. Na hisi huyu mtu nimempa nafasi. Yes. Ikienda kule kwao wanasemaje? Ninapokewaje? Wanasemaje? Watu wanasema nini? Nikirudi huko kuomba watanipa kwa sababu nilimupa. Nipe nikupe kwa siasa. Naam, wewe kama askofu lakini unasema vipi kwa Wakenya, kwa sababu sasa wewe kando kwamba wewe ni kiongozi wa kidini, lakini pia mambo ya siasa unayasikia, unayaona, na hata unayahisi, na pia una usemi kuyahusu, kwa sababu pia wewe ni Mkenya mpiga kura. Japo kwamba wewe si mwanasiasa, lakini umesema kwamba ulijua mambo ya siasa katika umri mdogo, umekuwa unayafuatilia na unauelewa kiasi kuhusu mambo ya siasa. Sasa Wakenya kwenda mbele, unajua Wakenya sijui wafanye namna gani ili kujaribu kuwapata viongozi waadilifu, viongozi ambao wataahidi na watatenda, kwa sababu wengi wamekuwa na ahidi lakini kutenda imekuwa ni ngumu. Wewe nataka nikuambia namna hii, Kenya tuko na safari mrefu sana kukuja kujielewa ya kwamba this is a country ambayo inatakana kuendeshwa inapaswa kuendelea kiuchumi, kiafya, kielimu, all the 7 mountains about the country that contributes the progress of the country. Kidini tuko na shida ambayo tuko nayo. That's why nakwambia wakati every leader akija katika uongozi angependa kuassociate na regional leaders, politicians. Na ukiangalia nchi ya Kenya mahali ipo, you cannot avoid politicians in regional politicians. Why? Kwa sababu the founders wa siasa ya Kenya, the fathers wa siasa ya Kenya, they were tribal. So waliweka nchi hii katika misingi ya kikabila, kwamba community yako lazima yakwae more land, community yako must occupy space ambayo wanaweza kujifaidi, na watu wakasoea hiyo hali ya maisha. So ndio unaona, ndio nimekuambia, when it comes to appointment, mtu anataka kutumia hiyo njia ili afadhali ya kuappoint wewe mmoja na aconvince the region mzima, kuliko kuenda kuleta professional kufanya kazi ambayo anatakana a professional afanye. So tuko na safari mrefu sana
ya kusawasisha mambo katika nchi ya Kenya, kiuchumi na hata uongozi na hata kidini. Kuna safari mrefu sana, because the setup, the foundation, msingi ambayo iliwekewa na our fathers, it was a wrong foundation. Okay, tukimaliza usemi wako pengine kwa watazamaji wetu na Wakenya wapiga kura na wana magharibi, unawaambia namna gani kama askofu? Watu wa magharibi nataka kuambia kwamba asubuhi imefika, na kitu kikubwa watu wampende Mungu. Sasa pasipo Mungu, tulie, tuombe, turuke, tuanguke chini, tuchilaze, tufanye nini, mapatiliko hayawezi kupatikana. It must start with us. Lazima tuwe tayari kusacrifice. Mahali tunasema let go, tuachilie iende. Mahali tunasema wache tu embrace, let's embrace the right thing. And also let's embrace our leaders despite of the weaknesses. But also we have to tell, they should accept us to tell them the truth. Ya kwamba they are part of the problem ya watu wa Western. Shida ambao watu wa magharibi wanapitia leo hii, our senior politicians, they are the biggest contributor kwa problem zenye watu wa magharibi wanapitia leo hii. Hawakupeana mwelekeo, they went in politics, but they hawakuwa na skimu mzuri ya kusaidia community ya Western kuendelea. Kenya ni nchi kubwa na ina makabila mengi, na lazima tukubali ya kwamba Kenya hii inahitaji kulindwa. Usalama wetu ni muhimu. Nimesikia vitu huku watu wanangonozea wasema sijui refugees are being given nini vitambulisho sijui kile. Those things, we are endangering the country and we need to protect. Lazima tulinde nchi hii, kwa sababu miaka 10 kutoka sasa hivi President Ruto anatawala. Baada ya kuenda nyumbani, hatujui ni nani atakuja kuwa mtawala wa nchi hii, na hatuwezi kuachilia nchi kwa sababu ya haja zetu. Wacha nchi ilindwe. Afadhali nipoteze kitu ambacho kitaweza kupeana amani katika nchi ya Kenya. So let our leaders also accept ya kwamba this country, we have children, we have our life here, tuko na mali yetu hapa, tuko na kila kitu hapa, na vinapaswa kulindwa. Na sisi kama watu wa kawaida tunaangalia kwa viongozi wetu watupe mwelekeo mzuri ambao itafanya nchi hii ipaki katika amani na unity. Naam, wana jukumu kabisa, na si jukumu la leo tu, wala si kufanya mambo kwa manufaa ya leo na tusiangalie kesho. Kabisa. Sababu leo niko hapa mimi, kuna mtu ambaye atakuwa hapa kesho. Kabisa. Lazima tupange mipango ambayo haitaweza kumuumiza mtu yeyote, itakuwa sawa na ikuwe sawa kwa wananchi wa Kenya, manake ndio wamiliki wa taifa. Yeah. Naam, asante askofu kwa kufika. Asante kwa muda wako kwenye awamu ya pili ya West TV Staff Time kwenye usemi wa viongozi wa kidini, swala muhimu tena zaidi. Masuala ambayo mnayaguzia hapa wakati mwingi inawafanya watazamaji wetu wanakuwa na ule moyo wa kupata utulivu kidogo. Kama ukisema kwamba wewe binafsi ukisema kwamba SHA inafanya kazi ni polepole, ni kwenda hatua baada ya hatua, na pia hata mwanasiasa mmoja ameniambia juzi, Bishop, umetusaidia sana, sasa tutakuwa tunaitana mikutano ya viongozi wa magharibi. Naam, kwa sababu bila shaka kuna mtu ambaye leo ametutazama na akajua ni kwa nini SHA inampa nafasi ya kuanza matibabu kwenye hospitali hapo karibu na yeye. Yes. Alafu ndio kama mambo yatakuwa mabaya aweze kupata ile referral. Kuna wengi hawakuwa wanajua. Kwa sababu mimi nilipojiandikisha kwenye SHA nilipewa hospitali yenye niko karibu, lakini si kujua ni kwa nini. Lakini sasa nimepata ufahamu. Yeah. Sawia na wale wengine ambao wanatutazama, kwa sababu pengine wamenipunguzia ile risk ya kwenda hospitali ambayo iko na congestion. Yeah. Na pengine nipate matatizo mengi na ningeweza kupata matibabu hapa tu, tena matibabu mazuri karibu na mimi na kwa muda mfupi. Yeah, bila kufoleni masaa 5 utakufia laini.
Naam, asante. Kwa hivyo kuja kwako ni jambo la msingi. Asante. Usemi wa viongozi wa kidini inatupa nafasi ya kuelimika zaidi na kuweza kuwa watulivu na kuwapa nafasi viongozi tuliowachagua waweze kutekeleza miradi ya maendeleo. Maana hata tukisema wapo pale afisini na lazima muda wao kuhudumu uweze kutamatika. Ndio tuweze kufanya labda maamuzi mengine kidemokrasia. Katika masuala ya sheria na itakuwa ni sawa. Asante. Asante askofu. Mtazamaji wetu, tunafika pale kwenye mazungumzo ya leo na askofu ambaye tumekuwa naye kwenye awamu ya pili ya Staftai, usemi wa viongozi wa kidini katika masuala ya taifa kwenye West TV. Tutakuwa tunaondoka tupishe awamu ya tatu ya The Morning Scoop. Tutakuwa naingia hapa muda usiokuwa mrefu, lakini tunasema asante kwa kuendelea kutazama West TV jinsi ilivyo. Mimi naitwa Winnie Wanyonyi. Mimi naitwa Bishop Waluhu. Pamoja na mwelekezi wetu ni Kelvin Kibet. Kwaheri. Asante.